Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ameahidi kuzifanyia kazi ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka 2023-2024 pamoja na taarifa ya mwaka ya utendaji kazi ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU ili kuendelea kujenga utawala bora. Rais ameyasema hayo akiwa Ikulu jijini Dar es Salaam mbele ya viongozi wengine wa serikali wakati akipokea ripoti hizo, huku akiitaka TAKUKURU kuhakikisha wanaendelea kutoa elimu kwa wananchi ya kupambana na rushwa. TAKUKURU imetuambia mambo kadhaa. La kwanza ni hilo la kwamba ufanisi umekuwa ndani ya taasisi zetu, lakini la pili ni matumizi ya mifumo na tehama. Lakini jingine wanalolifanya na ni kubwa la msingi, kujenga uelewa wa mapambano ya dhidi ya rushwa kwa vijana wetu shule za msingi mpaka vyuo. Na hii ndio kazi kubwa ya kufanya. Wanasema udongo upate ukiwa umajimaji ndio utaweza kufinyanga vizuri. Mimi na nyinyi hapa tukihubiriwa mambo ya rushwa yanaingia huku, lakini likiingia jingine la rushwa limetoka. Lakini kwa watoto wetu tukianza sasa hivi wanakuwa na huo utamaduni, na hata wakiingia maofisini wataingia na utamaduni huo ambao wamekuzwa nao. Hii ni kazi nzuri sana kwa TAKUKURU na washukuru sana. Niseme kwa ujumla kwamba ni matumaini yetu kwamba taasisi hizi mbili, dhibiti na msimamizi wa hesabu za serikali na TAKUKURU, zitaendelea kufanya kazi kwa uadilifu mkubwa na uzalendo wa hali ya juu kwa manufaa ya taifa letu. Sisi upande wa serikali tuko tayari kuendelea kufanyia kazi maoni na mapendekezo yaliyotolewa ndani ya taarifa hizi mbili. Tutasikiliza vizuri, tutafuatilia vizuri mjadala wa bunge kwenye taarifa ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali, lakini pia kwa taarifa ya TAKUKURU tutakwenda kufanyia kazi vizuri yale yote ambayo yameelezwa kule, ili hatimaye tuweze kujenga utawala bora ndani ya nchi yetu. Akitoa taarifa yake, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Charles Kichere amesema ofisi yake imebaini baadhi ya taasisi za umma kupata hati chafu, ikiwemo bodi ya chai, shirika la posta, huku kukiwa na hati chafu katika miradi ya maendeleo kama vile mradi kutokea halmashauri ya wilaya ya Rumeru katika mfuko wa afya wa pamoja na chama cha siasa cha NRA. Ripoti hiyo pia imetaja mashirika ya serikali ambayo yameendeshwa kwa hasara, ikiwemo shirika la posta, kampuni ya kutengeneza nguzo za umeme ambayo ni kampuni tanzu ya TANESCO, shirika la ndege Tanzania pamoja na shirika la reli Tanzania. Ukaguzi wangu umebaini mapungufu kadhaa katika ukusanyaji wa mapato kama ifuatavyo. Kwanza, kesi za kodi zinazosubiri maamuzi za shilingi trilioni 9.83. Mamlaka ya mapato Tanzania ilikuwa na kesi 1186 za kodi zenye jumla ya shilingi trilioni 9.83 zilizokuwa bado hazijatatuliwa katika mahakama za rufaa za kodi kwa Tanzania bara, kwa maana Court of Appeal of Tanzania, TRAC na TRAB. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa serikali za mitaa, mamlaka 14 za mamlaka ya serikali za mitaa zilitarajiwa kukusanya shilingi bilioni 45.61 kupitia mawakala wa mapato, lakini zilikusanya shilingi bilioni 19.49 zikiwa ni upungufu wa shilingi bilioni 26.12. Mheshimiwa Rais, lakini katika kipindi hicho cha mwaka wa fedha 2023-2024 mashirika kadhaa yaliendelea kupata hasara, jambo linaloashiria uwepo wa changamoto za kiutendaji na kiuongozi. Hali hii inahitaji ufuatiliaji wa karibu na kuchukuliwa hatua za haraka za kiusimamizi ili kuhakikisha mashirika hayo yanafikia viwango vya tija na ufanisi vinavyotarajiwa. Shirika la reli Tanzania lilipata hasara ya shilingi bilioni 224 ikilinganisha shilingi bilioni 102 mwaka uliopita. Hasara hii ilichangiwa na kupungua kwa mapato ya usafirishaji kutokana na uhaba wa vichwa vya treni na mabehewa, pamoja na mvua kubwa iliyosababisha kufungwa kwa njia kwa miezi 4.
Shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 29.01 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Kama ruzuku hizi zingetolewa, shirika lingepata hasara jumla ya shilingi bilioni 253. Ni muhimu kuzingatia kuwa taarifa hii haihusu kipindi kilichoishia, inahusu kipindi kilichoishia tarehe 30 Juni 2024 kabla ya kuanza kutumika kwa treni ya standard gauge kwa maana SGR. Kwa mapato ya SGR hapa hayapo. Mheshimiwa Rais, ninapendekeza Shirika la Reli Tanzania lijikite katika kuboresha ufanisi wa utendaji kazi wake ili kuongeza ukusanyaji wa mapato na kutekeleza hatua za madhubuti za kupunguza gharama. Liandae mpango wa kina wa kupata injini za treni na mabehewa ili kukidhi mahitaji ya usafirishaji ipasavyo. Mheshimiwa Rais, Shirika la Ndege Tanzania, Kampuni ya Ndege Tanzania. Mheshimiwa Rais, Kampuni ya Ndege Tanzania ilipata hasara ya shilingi bilioni 91.8 ikiwa ni ongezeko la asilimia 62 kutoka shilingi bilioni 56.6 mwaka uliopita. Hasara hii ilitokana na gharama kubwa za matengenezo ya ndege na hitilafu za injini ambapo ndege za aina Airbus zilikaa muda mrefu bila kufanya kazi zikisubiria injini. Pia shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 69.8 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Mheshimiwa Rais, kama ruzuku hii isingetolewa, hasara halisi ya shirika la kampuni ya ndege ingefikia shilingi bilioni 191.6. Kwa upande wa ripoti ya mkurugenzi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, Crispin Chalamila, imebaini halmashauri 11 zimewasilisha kodi pungufu huku kukiwa na changamoto katika utoaji wa huduma katika sekta ya ardhi. Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki TAKUKURU iliweka kipaumbele katika kuzuia vitendo vya rushwa. Mtazamo huu unaendana na maelekezo yaliyotupatia ya kuzuia vitendo vya rushwa zaidi ili kupunguza madhara katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo au utoaji wa huduma kwa umma na kuhakikisha kwamba madhara hayo yanadhibitiwa mapema na pia kupunguza gharama za uchunguzi. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU imefanya ufuatiliaji wa rasilimali za umma katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ipatayo 1773 yenye thamani ya shilingi trilioni 11.48. Miradi iliyofuatiliwa ni pamoja na ujenzi wa hospitali za rufaa katika mikoa ya Songwe, Katavi, Kigoma, Singida, Geita na Tabora, ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato mkoani Dodoma, urejeshwaji wa mikopo ya 10% katika halmashauri pamoja na matumizi ya fedha za mfuko wa afya. Mheshimiwa Rais, miradi mingine iliyofuatiliwa ni miradi 11 ya ujenzi wa miundombinu ya maji safi katika mikoa ya Mtwara, Ruvuma, Lindi, Tabora, Mwanza na Shinyanga. Lengo la ufuatiliaji lilikuwa ni kubaini iwapo fedha iliyotengwa inatumika kulingana na matakwa ya mikataba ya kazi na sheria ya ununuzi na ujenzi. Mheshimiwa Rais, yaliyobainika kwenye ufuatiliaji huo ni pamoja na kutozingatiwa kwa sheria za ujenzi kwa mujibu wa mikataba kwa baadhi ya miradi. 2, kutofanyika kwa vipimo vya ubora wa malighafi zilizotumika katika ujenzi kwenye baadhi ya miradi, na 3, ucheleweshaji wa malipo ya wakandarasi. Mheshimiwa Rais, vilevile katika kazi ya uzuiaji rushwa TAKUKURU imefanya yafuatayo: uchambuzi kuhusu utekelezaji wa sheria na miongozo ya utoaji huduma katika sekta ya ardhi ili kubaini mianya ya rushwa. Uchambuzi huu ulilenga kutathmini huduma za upangaji, upimaji, umilikishaji, uthamini, utoaji wa vibali vya ujenzi na utatuzi wa migogoro ya ardhi. Uchambuzi ulifanyika kwa kuangalia uzingatiaji wa mkataba wa huduma kwa mteja ambao ni mwongozo muhimu wa utendaji kazi wa sekta hii. Mkataba huo unatoa ahadi ya muda unaotakiwa kutumika katika utoaji wa huduma za sekta hii. TAKUKURU ilitumia nyenzo ya mkataba wa huduma kwa mteja kwa kuwa ucheleweshaji wa huduma unaweza kuwa ni moja ya kichocheo cha vitendo vya rushwa. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Ibrahim Mgaza, Mlimani TV, elimu kwanza.